Mheshimiwa Clayton Revocatus Chipando atakuwa mchangiaji wetu wa mwisho. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye Wizara ya Afya. Kwa sababu dakika ni chache, naomba nikimbizane, nilikuwa na vitu vingi sana vya kuongea katika wizara hii. Kwanza kabisa, naomba nichukue muda huu kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Tanzania. Nataka niwaambieni, na hii ibakie kwenye kumbukumbu ya bunge hili. Nataka niwaambieni kazi aliyoifanya Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye wizara hii ya afya itabakia kwenye kumbukumbu za Watanzania milele na milele. Mimi nimetembea mikoa kwa mikoa nikiwa na kampeni yangu inaitwa Mama Hana Deni. Moja kati ya vitu ambavyo nimeshuhudia kwa macho yangu ni majengo mapya ya kisasa yanayojengwa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika mikoa yetu. Lakini la pili, nimeenda kushuhudia vifaa vya kisasa, mitambo ambayo watu wote wa mikoani walikuwa wanalazimika kwenda Muhimbili, ikiwa inapatikana katika mikoa yetu huko Kigoma, Mwanza na sehemu zingine tofauti tofauti. Kazi iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan itabakia kwenye kumbukumbu. Na hii kwa wale ambao kazi yao ni kupinga pinga, hii inaitwa shikeni adabu. Mama kafanya kazi. Lakini la pili, nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Afya Mchengerwa pamoja na naibu wake dada yangu Dr. Florence. Mimi nataka niwaambieni waheshimiwa wabunge, hii combination ni combination ya hatari. Tuwe macho kushuhudia kazi inaenda kufanywa na hawa majemedali wa kazi. Ukisikia Mchengerwa anaitwa mtu kazi, tunamjua kutokea wizara zingine alizotokea huko. Kazi kubwa aliyoifanya Mchengerwa katika wizara zingine inatupa imani kubwa kwamba bajeti hii tumwachie aende nayo ili tuweze kuona matokeo katika wizara ya afya. Naomba niwaambieni waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Mwenyekiti, moja kati ya vitu ambavyo mimi vitabakia katika kumbukumbu ya maisha yangu ni jambo la kutengewa bilioni 8 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya kanda Kigoma mjini. Nataka niwaambieni, Kigoma tuko karibu na Burundi, tuko karibu na Zambia, tuko karibu na Kongo. Hizi hela tunazokopa tunafanyaje? Zinatakiwa zirudi. Ili zirudi lazima tuchukue hela za Kongo, za Burundi, za Zambia. Lazima Kigoma iwe ndio sehemu kama habu ya nchi hii kukusanya pesa kupitia Wizara ya Afya. Mheshimiwa Mchengerwa, mwaka jana zilitengwa, haikujengwa. Naomba mwaka huu tuanze ujenzi, bilioni 8 zianze kufanya kazi katika jimbo la Kigoma mjini. Lakini kwa haraka Wizara ya Afya, naombeni sana, wekeni kitengo cha kutoa elimu mtandaoni. Washauri wa mitandaoni wamekuwa ni wengi, watatumaliza. Wengi wamekuwa, unaweza ukalala ukaamka asubuhi ukakuta umekatazwa kula kila kitu. Kuna mtu anakataza usile ugali. Jamani, mimi nimekula ugali miaka 35. Leo hii ndio sasa hivi ukila ugali unaambiwa sasa ukila ugali ndio umejimaliza. Kweli? Hivi watu wa vijijini unaweza kuwapa hiyo idea kweli eti mtu asile ugali? Tafadhali sana, tunaomba wizara itenge kitengo maalum cha kutoa elimu mtandaoni. Na hawa wanaongea ovyo ovyo, wakamateni. Elimu wanaotoa hizi za ovyo ovyo zinatupotosha. Huyu anakuambia kula maembe, huyu anasema maembe yana sukari. Sukari ni ule utamu, kwa hiyo hata ukila maembe yana sukari. Wanatuchanganya. Tunaomba mtengeneze kitengo maalum kwa ajili ya mitandaoni. Lakini pia nigusie bima ya afya. Watu wengi wamezungumzia bima ya afya kwa wote, na sisi tunaunga mkono bima ya afya kwa wote, kwa sababu tunaamini. Mheshimiwa Clayton Chipando, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Hamis Vuai. Mheshimiwa Kassim Omari, napenda kumpa taarifa Mheshimiwa Babalevo kwamba China imepitisha sheria na utaratibu kuwa mwenye mamlaka pekee ya kuongelea masuala ya huduma mbalimbali za afya na ushauri wa kitaalamu wa kiafya kwenye mitandao ya kijamii ni mtu aliyothibitishwa na mamlaka husika na mwenye vigezo husika. Hiyo taarifa nampa na aichukue. Mheshimiwa Clayton Chipando, unaipokea taarifa hiyo? Naipokea mama, na unilindie kwa muda kangu. Unajua kengele haitachukua taarifa. Naipokea na nadhani anaunga mkono swala letu la kuhakikisha tunadhibiti waongeaji wa kwenye mitandao ambao wamepitiliza.
Lakini turudi kwenye bima ya afya. Kwanza naunga mkono bima ya afya kwa wote, kwa sababu wabunge wenzangu watakuwa mashahidi hapo. Tunaopata shida zaidi ni sisi wabunge ambao tuko kwenye majimbo yetu. Wananchi wakiugua, hana hela atakuja kwako, lakini kama tukifanikiwa kulipia bima kwa afya kwa watu wote, tafsiri yake swala la kuanza kutibiana na wananchi litapungua katika miji yetu. Lakini bima hii ya afya tunaomba iunganishwe na ambulance, kwa sababu mtu anatibiwa bure kutokana na bima aliyolipia, lakini akipewa rufaa inabidi achangie mafuta ya ambulance. Kwa mfano Kigoma, na ninashukuru sana niwapongeze uongozi wa hospitali ya Maweni. Kigoma ilikuwa kusafiri kutoka Kigoma mpaka kwenda Dar es Salaam, ambulance ilikuwa inalipia karibia milioni 2 na kitu, milioni 2.6 sijui, ambao kwa ndege go and return 700,000. Kwa hiyo na maana mgonjwa bora amlipie dokta kwenye ndege inakuwa ni 1.4, wanaenda wanarudi kwa ndege, wanaachana na ambulance. Kwa hiyo tunaomba kwenye bima iingizwe na ambulance, ili mgonjwa huyo anayetibiwa kwa bima akipata rufaa ambulance imbebe, asidaiwe hela zingine, sababu tunawajua watu wetu, hali zetu ni ngumu huko mtaani. Lakini kingine kuhusu ujenzi wa Muhimbili, mimi nashangaa mtu ambaye anapinga ujenzi wa Muhimbili. Mimi nimetembea katika nchi za wenzetu, unaingia hospitali ni kama unaingia katika hoteli ya 5 star. Unaingia kwenye hospitali unaweza kujua unaingia airport, safi, clean, za kisasa, mitambo ya kisasa iko mle ndani. Mzee Mchengerwa, hawa wanaopinga pinga tuachie sisi. Wewe nenda kafanye kazi. Wewe nenda kafanye kazi, sisi tunatoa baraka zote. Mungu akujalie upewe hizo pesa, mwende ukafanye kazi. Nenda kafanye kazi ili watu waje wajifunze katika hospitali yetu ya Muhimbili. Lakini lingine, naomba sana ili mlichukue kwa ukubwa. Kumekuwa na tatizo, watu wanasema madokta wengine wanakimbia kufanya kazi vijijini. Naomba sana Mzee Mchengerwa uje na mbinu mbadala. Waongezee hela madokta wanaofanya kazi vijijini. Mimi nakwambia kuna watu wanalima dhahabu maporini huko, watu wanatafuta hela. Ukiwaambia kama ukiwa mjini ni milioni 2, ukiwa kijijini ni milioni 4, utaona wote wa mjini watahamia vijijini, kwa sababu watu wanataka hela. Tengeneza mazingira mazuri. Hakuna mtu ambaye hataki kwenda kufanya kazi sehemu ambayo watapata hela nyingi ya kutosha. Lakini kwa kusema hayo, leo nimemaliza kwa wakati, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa kusema hayo machache, kwenye jimbo la Kigoma mjini tuna ombi maalum la kituo la uwezeshaji wa OPD pale. Pesa zimepelekwa, ukarabati unaendelea. Tunaomba wale wakandarasi wamalizane kabisa, ili tubaki tunawadai kazi na wasiobaki wanatudai chochote. Nawapongeza sana Mheshimiwa Waziri pamoja na Naibu Waziri, na Mwenyezi Mungu awasaidie. Asante sana. Naunga mkono hoja. Asante kwa mchango wako Mheshimiwa.